Nchini Somalia, watoto ambao tayari wana utapiamlo wanapitia mateso makubwa kutokana na majanga mengine mawili: kitisho cha njaa na punguzo kubwa la misaada kutoka nje. Na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran navyo vinachochea ongezeko la bei ya mafuta ya petroli. Kwa ujumla, hali hii inaongeza kitisho zaidi kwa kundi hili. Lilian Mtono ameangazia hali ilivyo na hii ni taarifa yake. Kulingana na shirika la habari la Reuters, upungufu wa vyakula vya kitiba kwa ajili ya watoto hawa uliosababishwa na kuvurugika kwa mfumo wa usafirishaji unazifanya kliniki kuwakataa watoto wenye utapiamlo mkali na kuacha kutoa mgao wa tiba hiyo. Karibu nusu ya watoto milioni 1 wenye umri wa chini ya miaka 5 wana utapiamlo mkali na aina ya njaa inayohatarisha maisha yao, na ucheleweshwaji huo unazidisha athari ya kupunguzwa kwa misaada. Wafanyakazi wa afya katika miji ya Baidoa na Mogadishu wanasema wamekuwa wakijaribu kujibana na kutumia kiasi kidogo cha maziwa tiba na siagi ya karanga ambayo ina kiwango kikubwa cha virutubishi ambavyo kwa ujumla ni muhimu kwa ajili ya kuwanusuru watoto hawa. IRC ni moja ya mashirika matatu ya misaada yanayosema kucheleweshwa kwa bidhaa na kupanda kwa gharama kunakohusishwa na vita nchini Iran kunafanya hali ambayo tayari ni mbaya kuzidi kuzorota. Mama wa watoto 9, Muumino Adan Amin, ni miongoni mwa wazazi wanaohaha kupata siagi hiyo ya karanga kwa ajili ya bintiye Ruwaido mwenye umri wa miezi 11. Ruwaido hutumia pakiti 3 za karanga kwa siku, lakini Amin mama yake amekwisha kwenda kliniki hapo mara 2 na hakuweza kuzipata kwa sababu haziko tena. Niligundua mwanangu hawezi kulala na alikuwa anaumwa. Alikonda sana, ni ngozi tu na mifupa, hadi iliyonifanya nijue kwamba ana utapiamlo. Amin nusura ampoteze mwanae mwingine Anisa kwa njaa kutokana na ukame ulioibua kitisho kikubwa cha njaa nchini Somalia mwaka 2017. Miaka 9 baadaye, karibu watu milioni 6.5 ama 1 kati ya Wasomali 3 wanakabiliwa na njaa kali, na mashirika ya misaada yanajaribu kwa kila hali kuidhibiti hali hiyo. Mzigo wenye siagi za karanga ulioagizwa na shirika la IRC ulikwama miezi 2 iliyopita katika bandari ya Mundra ambayo imeelemewa na mizigo ambayo haikuweza kuingia kwenye eneo la Ghuba, amesema mratibu wa IRC nchini humo Shukri Abdul Kadri. Siagi hizo zinazotengenezwa India zingewafaa watoto zaidi ya 1000. Tangu Marekani na Israel walipoivamia Iran mwezi Februari na Iran kufunga mlango wa kuingia eneo la Ghuba, uhaba wa meli umeongeza muda wa usafirishaji wa kati ya siku 55 na 65, amesema Mohamed Omar, mkuu wa afya na lishe katika shirika la Action Against Hunger ACF mjini Mogadishu.